Mpendwa, Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika darasa huru la Injili DHI linalopatikana katika chaneli ya Mwalimu Kimweri TV. Leo ikiwa ni siku ya 4, tunaendelea na somo linaloeleza au lenye kichwa kinachosema asili mbili za mwanadamu ndizo zinazoongoza maisha. Asili ya mwanadamu ndiyo inayoongoza maisha yake. Kabla ya kuendelea na somo la leo, tuombe. Baba yetu wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mkuu, Mungu Baba mkuu wa uzima, tunakuja mbele zako sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakushukuru Mungu wetu kwa ajili ya nafasi na fursa hii uliotupa ya kusikia neno lako. Asante kwa ajili ya uzima, uhai na maisha. Tuko tayari kujifunza kutoka kwako. Tunamwalika Mwalimu Roho Mtakatifu atufundishe na maandiko, atufungue akili zetu tupate kuelewa na maandiko, na atupe ufunuo wa neno la Mungu. Baba, katika jina la Yesu, ondoa kila kizuizi katika nafsi zetu, katika jina la Yesu. Kila mawazo yanayotutenga na kweli yako, tunaangusha ngome za mawazo, na kila kitu kinachojiinua juu ya elimu ya Mungu tunateka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Tufundishe, tuongoze na utupe hekima, ili tusisikie tu neno lako, bali tupate kuliishi. Acha uwepo wako Roho Mtakatifu ujaze mahali hapa na kutubadilisha nia zetu za ndani ziweze kwenda sawasawa na neno lako. Roho Mtakatifu, tunakukabidhi sasa somo hili na kuliacha mikononi mwako. Tufundishe na kutuhekimisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Leo ni siku ya 4. Tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachosema asili ya mwanadamu ndiyo inayoongoza maisha yake. Asili ya mwanadamu ndiyo inayoongoza maisha yake. Tulijifunza siku 3 zimepita au vipindi vitatu vimepita, na leo tunaendelea na kipindi cha 4. Neno linalotuongoza linatoka katika Warumi sura ya 7 mstari wa 14 hadi ule wa 20. Warumi sura ya 7 mstari wa 14 hadi ule wa 20. Lakini tuanzie wa 15. Neno la Mungu linasema, maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Mstari wa 16. Lakini kama nikitenda lile nisilolipenda, nakiri ile sheria ya kuwa ni njema. Basi sasa, si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema. Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nitendalo, si mimi nafsi yangu nitendaye, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Mtu anaongozwa na nguvu ya ndani iliyo ndani yake. Kama ndani yako kuna nguvu mbaya, utatenda mabaya. Kama ndani yako kuna nguvu njema, utatenda mema. Na tumeona hapa Paulo analalamika kwamba kuna vitu nataka kuvifanya vizuri, lakini sipati kuvifanya, bali vile ninavyovichukia
nasukumwa na nguvu ya ndani yangu ambayo siwezi kuizuia, nashtukia nimetenda yale mabaya ambayo sitaki niyatende. Mstari wa 17 nasema, basi sasa sio mimi nafsi yangu nitendaye hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema. Ndani ya mwili wa kila mwanadamu halikai neno jema. Lile neno baya linalokaa ndani, linaloitwa dhambi, tuna asili nalo tangu kufanya Adamu na Hawa kufanya dhambi katika bustani ya Edeni. Tulipoteza uhuru wa Mungu kutuongoza, na badala yake ile dhambi ikapata nafasi ndani yetu, ikapata nguvu ya kutuongoza. Kuanzia pale, baada ya anguko la Adamu, baada ya pale vizazi vyote vya wanadamu wote, alitenda dhambi mmoja, lakini tunarithi ile dhambi mpaka sasa. Na dawa ya dhambi hii ni kuokoka, ni kumwamini Yesu. Baada ya Mungu kuona kwamba mwanadamu kaanguka katika dhambi, akaweka mpango wa kumwokoa mwanadamu. Mpango wa kumwokoa mwanadamu kama dawa ya dhambi ni Yesu. Bila Yesu huwezi ukatoka katika dhambi hii ya asili ya Adamu. Dini zipo ndio, lakini dini sio dawa ya kumwokoa mwanadamu. Ukweli, Mungu ameandaa mpango wa kumwokoa mwanadamu kutoka katika dhambi kupitia Yesu Kristo, ambaye ndiye njia na kweli na uzima. Yesu hakuja kuleta dini. Yesu kakaja duniani kuleta dawa ya dhambi ambayo Adamu na Hawa waliitenda katika bustani ya Edeni, na ndiyo inayoongoza. Watu wengi sana hawapendi kufanya dhambi. Unakuta mtu ni mlevi na anachukia hicho kitendo, lakini kuchukia kule hakusababishe aache kunywa pombe. Unakuta wengine wanapewa madawa na masharti mbalimbali waache sigara, madawa na masharti mbalimbali waache pombe, lakini haiwezekani. Kwa nini? Ni nguvu ya ndani ya kiroho ambayo ukishakuwa mtumwa wa dhambi huna hiari kuacha. Biblia inasema katika Injili ya Yohana sura ya 8, anasema mstari wa 32 kwamba kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kila atendaye dhambi ni mtumwa. Ukishaingia katika utumwa wa kutenda dhambi, huna hiari uache au usiache. Na dunia ya leo, wanadamu wengi sana ni watumwa wa dhambi, hasa wale wanaomkataa Yesu ambaye ndiye dawa, ndiye suluhisho la dhambi. Na sisemi Ukristo, kwa sababu unaweza ukawa Mkristo wa kubatizwa kabisa na haki zote unazo, lakini kama hujamwamini Yesu, wewe sio mshindi wa dhambi. Kuna watu wengine wanafikiri kushinda dhambi ni pale anapotimiza masharti ya dini fulani, kwamba ubatizwe kwa maji fulani, labda au upate sakramenti fulani, labda upewe jina fulani la mtakatifu, labda maji ya baraka. Kama hujamwamini Yesu, wewe bado hujapata kuwa Mkristo na bado wewe sio mshindi wa dhambi. Lakini Paulo anatueleza hapa, na katika somo hili kuna asili ambayo Yesu pia anaitoa, lakini asili mbaya zinazomuongoza mwanadamu na kumpoteza mazima, na asili mbili. Moja tumeijadili kwa kina na ya pili tutaijadili leo kwa kina. Asili hizo ni zipi? Mwanadamu anateswa na asili ya dhambi ya Adamu ambayo ni sinful nature. Kwa kizungu tunasema mwanadamu anateswa na kitu kinachoitwa sinful nature, asili ya dhambi ya Adamu. Kila mtu anazaliwa nayo. Ukisoma katika Zaburi ya 51 mstari wa 5,
anasema mama yangu alichukua mimba hatiani, nalizaliwa katika uovu. Mama yangu alinichukua mimba hatiani. Sote tunazaliwa tukiwa na hii dhambi, na ndio maana kuna haja kuu ya watu kuokoka kwa kumwamini Yesu, ambaye Mungu alileta huu mpango wa kumwokoa mwanadamu. Kama ukimkataa Yesu, umepata hasara isiyoneneka, hasa ndugu zangu wa Kristo ambao wanaweza akajifariji kwa kwenda kanisani bila kuwa na Yesu. Wanafikiri walivyobatizwa inatosha. Yesu lazima umruhusu akulipie hilo deni, akusamehe hiyo dhambi kwa kumwamini, kwa kuipokea neema. Biblia inasema katika Yohana sura ya 1 mstari wa 12 kwamba alikuja kwao, bali wote waliompokea alikuja kwao, wala waliooka hawakumpokea, bali wote, mstari wa 12, waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Ukimwamini Yesu, wewe unakuwa mtoto wa Mungu. Na ukisoma katika waraka wa Yohana sura ya 5 anasema, na kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Kuna kiwango cha Ukristo kwa ukishamwamini Yesu, hutendi dhambi tena, hii dhambi ya asili. Mungu atusaidie, kwa sababu wanadamu wote hurithi asili ya dhambi, bila kujali cheo, bila kujali umezaliwa na nani. Bora wewe ni mwanadamu, unazaliwa ukiwa na asili ya dhambi, sinful nature, unazaliwa nayo. Dawa ni kumwamini Yesu. Sasa tunasoma kwamba Mungu ana kawaida ya kupatiliza dhambi baada ya anguko. Kwa mfano, ukisoma katika Kutoka sura ya 20 mstari wa 5, neno la Mungu linasema hivi: usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao, nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Kutoka, Musa anatueleza kwamba Mungu ana kawaida ya kupatiliza dhambi. Sasa hii tutaiona katika asili ya pili, lakini pia nitaka uone Kutoka 34 sura ya 6 hadi sura 34 mstari wa 6 hadi ule wa 7, ambao pia huku mwishoni mstari wa 7 asema, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wao pia, hata kizazi cha 3 na cha 4. Mungu ana kawaida ya kupatiliza hizi dhambi kutoka kizazi kimoja, cha 2, cha 3 mpaka cha 4 cha wale ambao wanamchukiza Mungu. Kwa hiyo kuna hatari ya kubeba vinasaba vya wazazi wako, vinasaba vya dhambi za Adamu, na watenda dhambi wengi sana duniani. Kama mwanadamu tunabeba vinasaba vya dhambi za Adamu na vya wazazi wetu. Kwa hiyo hivi vifungu vinaeleza matokeo ya uasi unaoweza kufikia vizazi vinavyofuata ikiwa vinaendelea na uasi huo. Hii haimaanishi kwamba Mungu huhesabia watoto hatia za wazazi wao, bali kunaweza kukawa na vinasaba au nguvu ya mapatilizo ya laana ya mapepo ambayo yanahakikisha kwamba hicho kizazi kinabeba hiyo dhambi. Warumi sura ya 5 mstari wa 12, neno la Mungu linasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na kwa hiyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Paulo anaeleza hapa pia kitendawili kingine katika Warumi hii sura ya 5 mstari wa 12. Anaeleza kwamba asili ya dhambi tunazofanya leo, chanzo ni mtu mmoja. Mtu huyo ni Adamu
alipofanya dhambi katika bustani ya Edeni pale, yeye ile dhambi ikapatilizwa kwa vizazi vyote vilivyofuata baada ya Adamu. Anasema, na kwa dhambi hiyo ambayo alifanya Adamu ikasababisha mauti, na hiyo mauti ikawafikia watu wote. Kwa nini? Kwa sababu wote wamefanya dhambi. Alipofanya dhambi mtu mmoja, ni wote ambao tulikuwa kwenye viuno vya Adamu, wote tulifanya dhambi. Wote, wakati Adamu anafanya dhambi, sisi tulikuwepo katika ulimwengu wa roho, tulikuwa kwenye viuno vyake. Kwa hiyo alitenda Adamu, ile dhambi ikakaa kwenye damu. Kwa hiyo kila mwanadamu ambaye anatokana na Adamu anabeba vinasaba vya dhambi. Ndipo Mungu akatangaza katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15 kwamba uzao wa mwanamke utamponda kichwa, na uzao wa mwanamke uzao wa nyoka utamponda kisigino. Kwa hiyo tunaona pale Mungu aliahidi kwamba sawa, dhambi imeshaingia ulimwenguni, Mungu akatangaza mpango mpya kwamba kuna mwanaume mmoja atazaliwa duniani, Yesu Kristo, ambaye atamponda kichwa Ibilisi. Yeye Ibilisi ataambulia kumponda kisigino uzao wake. Kwa hiyo pale alitabiriwa kwamba atakuja dawa ya dhambi hii iliyoingia leo. Kwa hiyo ninapoendelea na somo hili, tambua kwamba Yesu sio dini. Yesu hakuleta dini. Yesu kaleta dawa ya dhambi hii ya Adamu na dhambi hizi nyingine. Katika Wakorinto Warumi sura ya 5 mstari wa 18, Warumi sura ya 5 mstari wa 18 na 19, neno linasema, basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote wanahesabiwa haki wenye uzima. 19, kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingia katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wanaingia katika hali ya wenye haki. Mungu yuko straight kabisa. Anasema hapa Paulo kwamba kwa dhambi iliingia duniani kwa mtu mmoja anaitwa Adamu, lakini dhambi inatolewa tena ulimwenguni kwa mtendo la mtu mmoja, Yesu Kristo. Hapa anaeleza Adamu wa kwanza aliyeingiza dhambi ulimwenguni, lakini anaeleza Adamu wa pili ambaye amekuja kuiondoa dhambi ulimwenguni. Kwa hiyo Adamu wa kwanza aliingiza dhambi. Tunaambiwa Adamu wa pili, Yesu Kristo, kazi yake ni kuitoa. Dunia ina miamba miwili ambayo imefanya matukio yaliyowahusu wanadamu wote. Ngoja nirudie mpendwa, hii ni pointi muhimu sana. Dunia hii ina miamba miwili, wanaume wawili, usiongeze na wakwako, wawili tu. Mwamba mmoja anaitwa Adamu wa kwanza, aliingiza dhambi ulimwenguni. Mwamba wa pili ni Adamu wa pili. Mwamba huu anaitwa Yesu Kristo, amekuja kuitoa dhambi ulimwenguni. Ukisoma katika Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 29 kwamba Yesu amekuja kuiondoa dhambi ulimwenguni. Ukisoma katika Luka sura ya 19 mstari wa 10 unaambiwa Yesu amekuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kazi yake kubwa kama Adamu ya pili ni kuiondoa dhambi, na dhambi imeondolewa duniani. Ni juu yako, ni juu yangu kumwamini Yesu kama wakili aweze kukutetea na kukuondoa katika madhara ya dhambi. Kuondolewa katika madhara ya dhambi na Yesu Kristo baada ya kumwamini ndio tunaita kuokoka. Kuokoka sio sera ya dhehebu fulani. Kuokoka sio dini mpya.
Kuokoka ni kumwamini Yesu ili akufutie dhambi, kumwamini Yesu Kristo ili akuzae mara ya pili, kuondoa ule ubinadamu wa kwanza wenye dhambi, akupe utu upya, anakuzaa mara ya pili kiroho, kama tunavyosoma katika Yohana sura ya 3 mstari wa 3 hadi wa 7 kwamba Yesu mtu lazima azaliwe mara ya pili. Nikodemu ndio akauliza, inabidi niingie tumboni kwa mama niwe mimba afu ndio nizaliwe tena? Yesu akasema hakuna, kilichozaliwa kwa roho ni roho, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Adam alizaliwa kwa mwili, Adamu wa pili Yesu Kristo anazaliwa kwa roho, ni roho. Ukimwamini Yesu Kristo unazaliwa kiroho, unakuwa kiumbe kipya, sawa sawa na Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17 kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo unakuwa kiumbe kipya, unakuwa na ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya, unakuwa ni mpya kiroho. Maana yake mzigo wa dhambi unaondolewa. Kwa hiyo tunampigia debe Yesu sio kama ushabiki. Mimi simami hapa kwa ajili kama dini, mimi namuinua Yesu kama dawa ya dhambi kwa wanadamu wote, bila kujali ni mzungu au ni Mwafrika, wanadamu wote, bila kujali wewe ni mfupi au ni mrefu, wanadamu wote, bila kujali una cheo au huna cheo, unatakiwa kuokoka, hata kama sio dini yako. Mimi sihubiri habari za dini, nahubiri habari za uokovu, kwamba baada ya maisha haya uweze kuurithi ufalme wa mbinguni. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 21, neno la Mungu linasema, maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiama ya wafu italetwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika katika Kristo wote watahuishwa. Umeona hicho kitu? Nilikwambia dunia hii ina miamba miwili tu, ina miamba miwili. Adamu wa kwanza ambaye aliingiza dhambi na mauti duniani, ulimwenguni, lakini mwamba wa pili ambao Mungu ameuandaa ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yeye Mungu amemwandaa kama mpango mahususi wa kumtoa mwanadamu dhambini, Yesu Kristo wa Nazareti, kwamba kadhalika katika Kristo wote wanahuishwa. Zaburi ya 51 mstari wa 5 anasema, tazama mimi naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hali mwenye dhambi. Waefeso sura ya 2 mstari wa 1 na wa 3 anasema hivi, Paulo anaeleza kwamba kabla ya wokovu wanadamu wote walikuwa katika tabia ya watoto wa ghadhabu. Kabla hujaokoka wewe ni mtoto wa ghadhabu, hata kama unasali, hata kama unalala kanisani, kama Yesu sio Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe unapoteza muda kwenye Ukristo. Maana tuambiane ukweli, kama Yesu wewe sio Bwana, wewe sio Mkristo. Kristo ni mtu wa Kristo. Zamani wakati kanisa linaanza, walikuwa wanaitwa watu waliomwamini Yesu, walikuwa wanaitwa watu wa njia hii. Kama wewe sio mtu wa njia hii, hujamwamini Yesu, unafikiri kwa kwenda kanisani na kurudi inatosha, umekula hasara, unapoteza muda. Asili ya dhambi itakuumbua. Ndiyo maana wewe ni Mkristo mfanyabiashara, lakini unatumia hirizi. Maana yake Ukristo haukusaidii, kwa sababu Ukristo hauna dawa kama Ukristo hauna Kristo. Wewe kama ni Mkristo huna Kristo katika maisha yako, unapoteza muda wa kwenda kanisani, unaibiwa tu sadaka, hakuna faida, na mwisho wa siku utaishia kwenda jehanamu. Ukristo ni kuwa na Kristo ndani, akuzae mara ya pili, aondoe dhambi, akulipie deni. Kuna wimbo mmoja na upende sana, ubeti wa 3,
Anasema dhambi zangu zote wala si nusu, zimewambwa pale msalabani. Dhambi zangu zote wala si nusu, zimewambwa msalabani, wala sichukui laana yake, ni salama rohoni mwangu. Salama, salama rohoni, rohoni, ni salama rohoni mwangu. Wakristo wengi wanaimba huu wimbo, lakini rohoni Yesu hayupo. Kwa hiyo hawako salama rohoni. Mkristo ni yule ambaye Yesu amemfanya kuwa salama, amelipiwa deni la dhambi. Deni lako la dhambi, deni langu la dhambi, lazima lihakikishe kwamba limelipiwa na Yesu pale msalabani. Mungu atusaidie. Katika Waefeso anasema, Waefeso sura ya 2 mstari wa 11 na hadi wa 13, anasema kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kuwa zamani ninyi mliokuwa watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, mnaoitwa wasiotahiriwa na wale waliotahiriwa, yaani tohara ya mwili iliyofanyika kwa mikono. Mstari wa 12, kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio na maagano ya ahadi ile. Mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza, mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kwa damu yake Yesu Kristo, sisi tumekuwa watoto wake, tumekuwa karibu. Mungu akubariki. Hiyo ndio asili ya kwanza. Asili ya dhambi ya Adamu inamwathiri kila mtu. Dawa ni Yesu. Asili ya pili ndio nataka tujadili leo. Asili ya pili inayomsumbua mwanadamu. Asili ya pili ni dhambi ya matendo au asili ya wazazi. Dhambi ya matendo au asili ya wazazi. Kumbuka pale kwenye Kutoka sura 20 mstari wa 5 tunasema Mungu ni mwenye wivu, huwapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 wanichukizao. Asema nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Manake kuna uwezekano mkubwa vinasaba, wazazi wako wahenga, babu na bibi na wahenga huko nyuma, kama walitenda dhambi, kuna uwezekano wa vinasaba vya dhambi kupatilizwa kuja mpaka kwako. Kwa hiyo unaweza ukaathirika mara mbili, ukaathirika na dhambi ile sinful nature ya Adamu, lakini ukaathirika pia na kupata vinasaba vya dhambi ya wahenga. Kama wahenga walikuwa wanaabudu mizimu, kuna uwezekano mapatilizo yakafika kwako hata kizazi cha 3 na cha 4. Sasa mwanadamu anaathirika na dhambi ya Adamu, anaathirika na dhambi ya wazazi, na kazi ya msalaba ya Yesu Kristo inamaliza hizo dhambi za aina zote mbili, zote, dhambi ile ya Adamu na dhambi za wazazi zinazopatilizwa kuja kwako, zote Yesu anamudu. Ni mpango mahususi wa kumaliza hizo dhambi zote mbili. Wote tumetenda dhambi, wote tuna dhambi. Pona yetu ni Yesu Kristo ambaye atatutoa katika wimbi la dhambi. Tunasoma katika Biblia kueleza dhambi za matendo za asili ya wazazi. Hizi ni tabia ambazo zinaweza zikarithishwa kwa wazazi. Tabia za wahenga ukiwa nazo wewe unaendeleza. Mwenendo wa wazazi wewe ukiendeleza, unaendeleza hizo dhambi, unapata patilizo.
mafundisho ya mila na desturi, ukizipokea wewe unaendeleza mfumo ule wa dhambi wa wazazi. Kwa hiyo tunaweza tukaendeleza hizi dhambi kutoka kizazi hadi kizazi kwa mafundisho tunayoyapata ya kimila, mila na desturi, mafundisho. Watu wanadumisha mila. Kudumisha mila maana yake ni kuleta mapatilizo ya dhambi za wahenga zikaja kwa wakina baba, nao wakapata mafundisho. Wakina baba wakikupa yale mafundisho ya wahenga, ngoma inaendelea. Kwa hiyo unakuja kushtukia unakuwa na mapatilizo. Tunaona kama wahenga, mababu na mabibi walikuwa na mitala au walikuwa ni wachawi, wazazi wako wakawa wachawi, wewe huwezi ukapona. Hiyo ngoma inaweza ikaja kwako. Kinachoweza kukusaidia ni neema ya Kristo peke yake. Neema ya Kristo peke yake ndio inayoweza kukusaidia. Tunasoma katika Yohana wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 8. Yohana wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 8 hadi wa 10. Neno la Mungu linasema, tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Mstari wa 9, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Mstari wa 10, tukisema kwamba hatukutenda dhambi twamfanya yeye kuwa muongo, wala neno lake halimo mwetu. Hapa nataka tuelewane. Ile dhambi ya Adamu ya asili tunayoirithi kutoka kwa Adamu, unapookoka tu ile dhambi inafutwa kabisa. Hizi dhambi tunazotubu kwenye waraka wa kwanza wa Yohana mstari wa kwanza hadi wa 8 ni zile dhambi za matendo tunazotenda. Sasa baada ya kuokolewa, unaweza ukafanya kwa mawazo, kwa maneno. Hizi dhambi tunazozifanya baada ya wokovu, na zenyewe zinasamehewa kwa Yesu Kristo. Ndio maana zinaitwa dhambi za matendo. Dhambi za Adamu zinaitwa ni sinful nature, ni dhambi ya asili. Ile inafutwa pindi unapomkubali na kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako. Lakini kuna dhambi nyingine, kwa mfano dhambi inayotawala sasa hivi, kuto kumwamini Yesu. Kuna watu wengi sana, tena wengine ni Wakristo lakini hawamwamini Yesu. Wanaimba habari za Yesu lakini hawamwamini Yesu. Wanamsifu Yesu lakini hawamwamini Yesu. Kumwamini Yesu sio kwenda kanisani. Kumwamini Yesu sio kutoa sadaka, ingawaje ukimwamini Yesu utatoa sadaka. Lakini kumwamini Yesu hakutafsiriwi kwa kutoa sadaka, kwa kutoa zaka, kwa kubatizwa. Unaweza ukabatizwa kabisa, lakini Yesu humwamini. Na dhambi kubwa katika Agano Jipya sasa hivi ni kutokumwamini Yesu. Huna uhakika na wokovu anaoutoa. Yesu anasema nimekuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea, halafu wewe uamini. Unasemaje? Anasema kuokoka sio mapokeo yetu. Dini yetu sisi hatuokoki. Dini yetu sisi hatuombi kwa Roho Mtakatifu. Nani kakwambia? Tunafuata Biblia hata kama madhehebu yako hayasemi. Kama Biblia imesema, fuata cha Biblia. Kuna watu wengine wanafuata sinodi, wanafuata wa maaskofu wao, wanafuata wachungaji wao, hata kama wanakwenda kinyume na Biblia. Biblia ndiyo msingi, ndiyo kiongozi tunayemuona na kumfuata, ndiyo msingi wa imani. Fuata cha Biblia, fuata Biblia, fuata Roho Mtakatifu. Viongozi wetu nao tutawafuata kama watakwenda sawasawa na neno. Sasa kumwamini Yesu ni hatua ya msingi sana, kuiamini neema ya Kristo. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10 anasema, nanyi mfahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au kwa dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu. Biblia inasema wazi kabisa katika Petro. Petro anatuambia kwamba kuna mwenendo wa baba zetu ambao usiofaa. Kwa Yesu Kristo tunapata ukombozi. Kwa damu ya Yesu tunapata ukombozi hata kwa yale ambayo tumeyarithi. Mienendo isiyofaa
kutoka kwa baba zetu. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Unaona, Petro hapa anaeleza kwamba mienendo ya mababu zetu, damu ya Yesu ndiyo dawa. Mienendo isiyofaa kutoka kwa baba zetu na mama zetu, damu ya Yesu ndiyo inaweza ikatukomboa. Mwenendo, ndani ya neno mwenendo kuna maneno matatu. Mwenendo ni jumla ya tabia, matendo na maneno yako. Maneno yako, matendo yako na tabia zako kwa ujumla ndio zinaona neno mwenendo. Maana yake kuna tabia za wahenga katika mwenendo, kuna matendo yasiyofaa katika mwenendo, kuna maneno na manuizo na matabano yasiyofaa kutoka kwa wazazi. Ukimwamini Yesu, hata hayo yanafutwa. Tabia za mazoea au tabia za matendo, tabia na mazoea yanayofundishwa na wahenga au na wazazi au kuigwa ndani ya familia, hayo ndiyo yanayotia utumwa wa dhambi. Tunarithi hizo dhambi kutoka kwa wazazi na wahenga kwa mafundisho, kwa mazoea, kwa kuona. Hizi dhambi za matendo awamu ya pili tunazipata kutoka kwa wazazi kwa mazoea ya kila siku, kwa matendo ya kila siku, kwa mienendo ya kila siku. Mienendo yetu, maneno yetu, tabia zetu na vitendo vyetu vya kila siku vinavyokwenda sawasawa na mapokeo ya wahenga na wazazi, hayo yanatuingiza katika dhambi, yanatuingiza katika dhambi. Kuna nadharia ya mtaalamu mmoja anaitwa Albert Bandura, inaitwa ni nadharia ya social learning theory. Social learning theory. Nadharia hii ni ya kujifunza kwa jamii. Albert Bandura anaeleza kuwa watu, hasa watoto, hujifunza tabia kwa namna tatu. Bandura anasema watu kwa ujumla, lakini hasa watoto wanajifunza tabia kwanza kwa kuwatazama wengine, observation. Wanapo observe tabia ya mienendo ya wakubwa, wanajifunza tabia hiyo moja. Pili, wanajifunza kwa kuiga, imitation. Observation, imitation. Hiyo ni vitu viwili wanavyovitumia. Kitu cha tatu ambacho watoto wanajifunza ni kwa kuiga au kwa kuiga mifano yao. Modeling. Kwa hiyo tuna modeling, tuna imitation, kuna observation. Hizi ni njia tatu ambazo watoto wanajifunza kwa kuiga, kwa kutazama. Kwa hiyo mtoto anajifunza kwako kwa kutazama. Unamfundisha nini? Akiona uchawi atakuwa mchawi. Akiona wewe mzazi unalewa pombe, observation, atakuwa mlevi tu, atakuwa mlevi. Akiona kuna uongo, na hivyo hivyo, kwa sababu watoto wanajifunza kwa njia hizo tatu. Njia ya kwanza nimesema kwa kuwatazama wengine, observation. Njia ya pili kwa kuiga au imitation. Njia ya tatu kwa kuiga mifano yao, modeling. Kwa hiyo kunajifunza au kujifunza hakutokei tu kupitia uzoefu wa moja kwa moja, bali pia kwa kuona matokeo ya matendo ya wengine. Mambo makuu ndani ya nadharia hii ndio hiyo, hayo matatu ambayo nimeyasema hapo. Kwa hiyo wazazi wengi wanawafundisha watoto wao maadili mema, au wazazi wenye maadili mema huongoza uwezekano wa watoto wao kuwa na maadili mema vile vile, na vivyo hivyo kwa tabia mbaya. Wazazi wenye tabia mbaya huongoza
au hufanya uwezekano wa watoto hao wanaowatazama kuwa na maadili mabaya. Tabia inayosifiwa au kukuzwa huweza kuonekana kubwa, lakini tabia inayokatishwa tamaa haiwezi kukua. Kwa hiyo mtoto akiona tabia mbaya kwa wazazi au jamii inayomzunguka na haikemewi, mtoto ataiga hiyo tabia, ataifuatisha hiyo tabia. Kwa hiyo mazingira yana madhara makubwa sana katika malezi na makuzi ya mtoto na kurithi mwenendo wa maisha ya mtoto. Kwa mfano, mtoto aliyekulia pembeni mwa bahari au mto, huyu kwa vyovyote vile atajua kuogelea. Walio wengi watajua kuogelea, watajua kuvua, watajua kusafiri ndani ya bahari, tofauti na mimi niliyezaliwa bara. Maji tu maji kwa mimi, msimamo wangu, maji mimi hayavuki goti. Kama navuka mto hayavuki goti, la sivyo narudi. Kwa nini? Nimezaliwa bara, sina uzoefu na mazingira ya maji. Kwa hiyo mazingira yanamshepu mtu kulingana na yalivyo, na watoto wetu wanaathiriwa sana na mazingira na wazazi na ndugu na jamaa wanaowazunguka. Mtoto yoyote yule akikulia pembeni mwa msitu, lazima atajua kuwinda, atajua kutengeneza pinde, atakuwa na michezo ya kupanda miti na kushuka, tofauti na watoto waliozaliwa mjini au jangwani. Mtoto anayekulia kwa mganga wa kienyeji, unategemea nini? Kwenye kuagua yupo, kwenye kupiga manyanga, ngoma zile za madogoli yupo. Wewe unategemea nini? Mtoto anayekulia kwa mganga wa kienyeji, dhambi ya mganga wa kienyeji atabeba. Ndio maana watoto wa walimu wengi ni walimu. Mimi babu yangu alikuwa mwalimu, baba yangu akawa mwalimu, na mimi ni mwalimu. Sasa hivi mtoto wangu mmoja hapo ni mwalimu, na bado kuna wengine sijui, sasa sitaki kuwatabiria. Lakini wameona huo mfano wapi? Wameona kwa mwalimu mimi, na mimi nimeona mfano kwa mwalimu baba naye kaona kwa mwalimu babu yangu. Kwa hiyo unakuta watoto mara nyingi wanafanya kazi za wazazi wao kwa kuona, kwa kuigiza, kwa kuona matokeo katika maisha yao. Mungu atusaidie, kwa sababu lifestyle ya maisha ya wazazi huwaathiri watoto kwa asilimia kubwa. Hakuna asilimia hasa inayotajwa, lakini nimesoma article moja nasema asilimia 40 hadi 60 hadi 80 ya lifestyle za wazazi au jamii inayomzunguka mtoto inamwathiri mtoto katika dhambi. Kwa hiyo watoto wengi hawawezi kwenda na kuwa na tabia nje ya jamii yao, hawawezi kuwa na tabia nje ya jamii inayomzunguka. Wazazi, ndugu na jamaa lazima wawe sawasawa na jamii. Kwa hiyo social learning, malezi ya maadili katika social learning inamwathiri mtoto. Biblia ndio maana inasema hivi katika Mithali sura ya 22 mstari wa 6, anasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee, hata iacha. Unatakiwa kumlea mtoto katika njia inayompasa, katika njia ambayo analazimika kwayo, na hiyo njia unayomlea nayo akiwa mdogo hata iacha hata atakapokuwa mzee. Maana yake maisha yake yote, ukimlea kwa kumdekeza maisha yake yote, ukimlea katika mazingira ya kikahaba, tumepata kahaba mtaani. Ukimlea katika mazingira ya kumpa maadili mema, tumepata kiongozi mzuri. Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo. Sasa mtoto akilelewa katika njia ambayo haimpasi,
akaja kujikuta ni mganga wa kienyeji kutokana na mazingira, akaja kujikuta ni mlevi chakari. Huyo kaathirika na dhambi ya Adamu, lakini mazingira, dhambi ya asili ya mazingira imemwathiri. Yesu ana uwezo wa kumwokoa mtoto kama huyo, jamii kama huyo, hata kama ni mzee. Nakupa shauri na kuita, maana Yesu alisema katika Mathayo sura ya 11 mstari wa 28, alisema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu anawaita waliolemewa na mizigo. Mizigo inaweza ikawa mingi. Inawezekana wewe umelemewa na mzigo wa uchawi. Yesu anakuita. Haijalishi ni mama mtu mzima, ni baba mtu mzima, ni kijana au ni mtoto. Maana kuna vitoto vingine sisi walimu tunaona makubwa, kuna vitoto vingine vidogo lakini ni vikubwa katika ulimwengu wa roho, ni vichau vya kupindukia. Yesu anawaita bila kujali wewe umebobea katika uchawi kiasi gani. Kikubwa ni wewe kumwamini. Haijalishi mazingira yamekuathiri ndugu zangu kiasi gani, mpaka unaanza ukaiga ulevi, ukaiga kuvuta bangi, ukaiga kunywa pombe, ukaiga kuvuta madawa ya kulevya, ukaiga matabia ambayo ni ya hatari, ukaiga ubakaji, ukaiga kulawiti, ushoga, usagaji. Umeiga matabia ya hatari ambayo hata ukimwambia mtu anajisikia kichefuchefu. Yesu anao uwezo wa kukuokoa. Nakupa habari njema mpendwa, pamoja na ukubwa wa dhambi zako ambao unaweza ukajihukumu nayo, yuko Yesu ambaye ameletwa maalum na Mungu kukutoa katika wimbi hilo la dhambi. Dhambi, sinful nature ile ya Adamu. Yesu anao uwezo wa kukuokoa. Kikubwa ni wewe kumwamini. Au dhambi ya kurithi kutoka kwa wazazi wetu, kulingana na jinsi tulivyoona katika mazingira tukaiga. Vijana wengi sana na watoto wengi sana wanatoa ushuhuda, wameharibiwa na vijana wenzao kwa kushawishiwa shuleni, chooni, kwenye vichaka, wakienda shuleni, wakirudi, wameharibiana mno. Nami niwaombe watoto wangu, usikubali kuiga tabia mbaya, jifunze kuiga tabia njema. Waswahili wanasema tabia njema ni silaha, utapendwa popote. Kinyume chake, tabia mbaya ni silaha ya kukumaliza, utachukiwa popote. Mungu atusaidie kufahamu kwamba dhambi zote za aina mbili, asili za aina mbili ambazo zinamkabili mwanadamu na kumtesa mwanadamu, Mungu ameleta asili Yesu Kristo aweze kutotoa katika dhambi hizo. Biblia inatufundisha kwamba watoto hujifunza zaidi kwa kuangalia kuliko kwa kuambiwa. Kisaikolojia, watoto hujifunza zaidi kwa kuangalia kuliko kuambiwa. Hii inaelezwa na nadharia ambayo nimeshaisema hapo juu, social learning theory ya Albert Bandura, na tumejifunza kwa undani kwamba kama mzazi ni mlevi, kuna uwezekano mkubwa mtoto akikulia katika mazingira hayo baadaye kuwa mlevi. Huona ulevi kama jambo la kawaida. Anaweza kuiga matumizi ya pombe au madawa ya kulevya anapokuwa. Hupata msongo wa mawazo, hofu, na wakati mwingine tabia za ukatili au uasi. Kuna uwezekano mkubwa wa mtoto wa namna hiyo kuweza kuwa na kuendeleza mzunguko huo wa dhambi za baba yake au mama yake, kwa sababu ni kitu ambacho anakiona kwa baba yake. Na watoto mara nyingi wanawaamini sana wazazi wao, kwa hiyo wanaamini kila anachofanya baba ndicho sahihi. Kama baba ana tabia ya kumpiga mama yake,
Baba ana tabia ya kumpiga mke wake kila wakati. Amini usiamini, huyo mtoto wa kiume katika maisha yake lazima atakuja kumpiga mke wake. Watoto wa kike wanajifunza kwa mama yao jinsi anavyomheshimu baba yao, na katika ndoa zao watakuja kufanya sawasawa na mama yao alivyokuwa anamtii au kutokumtii baba yao. Watoto wa kiume hali kadhalika wanajifunza kwa baba yao jinsi anavyomtiriti mama yao, vile vile itakuja kutokea. Ndiyo mara nyingi sana baba mwenye mitala, ni rahisi sana mtoto wake wa kiume kuja kuwa na mitala baadaye, kwa sababu aliona ni jambo jema kwa baba yake. Kwa namna hiyo, kwa tabia hizo, kwa mwenendo huo wa baba yake, anarithisha ile dhambi kwa mtoto. Lakini yuko Yesu, ashukuriwe Mungu, yuko Yesu awezaye kutuokoa na dhambi hizo za mapatilizo kutoka kwa baba zetu. Kama mzazi ni mchawi au ni mshirikina na mtoto anakulia katika mazingira hayo, kuna uwezekano mkubwa wa kuona kwamba anachokifanya baba au mama hicho cha uchawi ni sawa, wakati si sawa. Si sawa, si sawa. Sasa kuna uwezekano huyo mtoto kuja kuwa mchawi au mganga au mshirikina kabisa. Maana mshirikina ni yule ambaye ni mshirikina. Mshirikina ni mshirikina, anashiriki na wachawi. Kuna mchawi, kuna mganga na kuna mshirikina. Na hizi ngoma zote ziko kanisani. Unamdanganya nani? Nilikwambia Mungu anataka mabadiliko ya ndani. Roho Mtakatifu anatufundisha kubadilika ndani, sio Ukristo wa kujionyesha. Hatuchezi show kanisani, hatujionyeshi na kujipendeza kanisani. Kanisani tunakwenda kuonyesha badiliko la ndani. Ndio maana ubatizo wa Yesu watu hawauelewi. Ubatizo wa Yesu ni wa Roho Mtakatifu, anakubadilisha ndani, sio kuchovyo kwenye maji. Ingaje sikatai huo ubatizo, lakini sio muhimu kama ubatizo wa Yesu wa kukubadilisha ndani, kukubadilisha tabia ndani, kuiua dhambi ndani, kukupa utu mpya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Mungu Yesu Kristo ameletwa maalum kutubadilisha ndani, sio kujipendeza kwa watu, kwamba unatoa sana sadaka, kwamba unatoa sana zaka, kwamba umejenga kanisa peke yako. Jenga sana na mbinguni huendi, kwa sababu kitakachokupeleka mbinguni ni kumwamini Yesu, sio kujenga kanisa. Ingaje ukimwamini Yesu ukijenga kanisa ni baraka zaidi. Usijenge kanisa na hujatubu dhambi kama unamuhonga Mungu, kwa sababu wewe ni mali yake. Pesa ulizonazo ni mali ya Mungu, mali ulizonazo ni mali ya Mungu, makanisa unalojenga ni mali ya Mungu. Unambabaisha Mungu na kipi? Kipi unachombabaisha nacho Mungu? Mungu anataka uokoke, Mungu anataka ubadilike, Mungu anataka uwe kiumbe kipya, Mungu anataka uzaliwe mara ya pili. Huo ndio ukweli, sio kuhimizana kwenda kanisani na watu hawana mabadiliko, sio kubatizwa kwa maji mengi watu hawana mabadiliko. Watu wabadilike kwanza, Yesu aingie ndani ya mioyo yetu, Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ukristo ndipo unakuwa na faida. Ukristo sio kwenda kanisani, mpendwa, utachelewa. Ukristo ni kumwamini Yesu akuondolee dhambi na uovu na uasi na kila kitu. Mungu atusaidie. Kama mzazi ni mwimbaji na mcha Mungu, amini usiamini, watoto mara nyingi watajifunza kusali, watapenda kusoma Biblia, watajengeka kimaadili. Wewe unafikiri mtoto wa mchungaji ambaye anasomea Biblia kila siku ni ngumu sana
kuwa mganga wa kienyeji. Nitafutie mtoto wa mchungaji ambaye ni mganga wa kienyeji. Kwa nini? Ni madhabahu nyingine ambayo amekuzwa kwayo. Sasa sisemi watoto wa wachungaji wote ni wazuri. 4, kama mzazi ni mkosefu au mwenye hasira, tegemea huyo mtoto kuwa mgomvi na vurugu, kushindwa kudhibiti hisia zake, kuamini kwamba nguvu ndiyo njia ya kutatua migogoro. Kuna watoto wako hivyo, wanaamini kwamba nguvu zao ndiyo njia pekee ya kutatua migogoro, lakini yuko Yesu aliyekufa kwa ajili yetu. 5, kama mzazi ni mwadilifu na mwenye upendo, mtoto atajifunza uadilifu, atakuwa na heshima, atakuwa na uaminifu, atakuwa mwajibikaji, atakuwa na huruma, atakuwa na msamaha. Watoto mara nyingi huiga tabia za wa baba zao. Kwa mfano, ngoja nikupe mifano muda huu mchache uliobakia. Kwa mfano, Abraham katika Mwanzo sura ya 12 mstari wa 11 alidanganya kwamba mkewe ni dada yake, na hii ngoma ya kudanganya ilikwenda kwenye vizazi kama 4. Ibrahimu alidanganya katika Mwanzo sura ya 12 mstari wa 11. Ikawa alipokuwa karibu kuingia Misri, akamwambia Sarai mkewe, tazama, najua ya kuwa mwanamke mzuri wa uso. Mstari wa 12, basi itakuwa Wamisri watakapouona watasema, huyu ni mkewe, kisha wataniua mimi na wewe watakuacha hai. Mstari wa 13, tafadhali useme wewe ni ndugu yangu, iwe heri kwangu kwa ajili yako, na nafsi yangu iishi kwa ajili yako. Wanaenda Misri, mke wake ni mzuri, asema sasa tukifika kule Misri uzuri wako utaniponza, naogopa kuuawa, wasije wakaniua wakakuchukua. Kwa hiyo tukifika kule, danganya, sema huyu ni ndugu yangu, huyu ni kaka yangu, hata kama watakuwa potelea mbali, mimi niwe mzima. Hiyo ni mara ya kwanza alidanganya. Mara ya pili Ibrahimu akaja kudanganya tena katika Mwanzo sura ya 20 mstari wa 1. Vile vile wakati anaenda mahali pengine akasema, Sara mkewe, huyu ni ndugu yangu. Basi Abimeleki mfalme wa Gerari akapeleka watu wakamtoa Sara, safari wakamchukua. Dhambi hii ya kudanganya ikaja kutokea kwa mtoto wake anaitwa Isaka katika Mwanzo sura ya 26 mstari wa 7. Isaka naye anadanganya kama baba yake, dhambi inahama. Mwanzo sura ya 26 mstari wa 7, watu wa mahali papo wakamuuliza habari za mkewe, akasema ni ndugu yangu huyu, maana aliogopa kusema ni mke wangu, watu wa nchi wasije wakamuua kwa ajili ya Rebeka, kwa maana alikuwa mzuri wa uso. Ibrahimu alidanganya, sasa Isaka anadanganya naye. Angalia watoto wa Isaka, Yakobo naye anadanganya, anatapeli uzaliwa wa kwanza wa kaka yake Esau, anadanganya. Dhambi alifanya Ibrahimu, akadanganya. Isaka akapokea, akadanganya. Yakobo anapokea, anadanganya. Lakini watoto wa Yakobo kwa ujumla, ukisoma katika Mwanzo sura ya 29, wamemuuza Yusufu, wakachinja mnyama, wakaenda kumdanganya baba yao kwamba Yusufu kaliwa na mnyama mkali, wakamdanganya. Uongo unaendelea katika ngazi ya 4. Ibrahimu alidanganya, dhambi kahamia kwa Isaka, akadanganya. Yakobo akadanganya, wana wa Yakobo, wana Israeli wakadanganya pia, wakamdanganya Israeli
kwamba Yusufu amekufa. Mfano wa pili, Daudi alifanya dhambi ya ngono na vurugu kwenye Samueli wa pili sura ya 11. Tunaona dhambi hii ya ngono ikaja kwa mtoto wake anaitwa Amnoni, akambaka mdogo wake Abigaili. Samueli wa pili sura ya 13. Abisalomu akamuua Amnoni. Adonia akajitwalia ufalme vile vile kwa nguvu. Lakini kama haitoshi, mfano mwingine ni mfano wa Eli. Eli aliposhindwa kuwalea watoto wake, aliwalea kwa kuwadekeza, wakatoa matokeo mabaya, wakawa ni viongozi wabaya katika madhabahu ya Mungu. Wana wa Israeli ukianzia Yeroboamu, yeye alianzisha ibada ya ndama. Ukisoma katika Wafalme wa kwanza sura ya 12 mstari wa 28 utaona mfalme mwingine anaitwa Nadabu. Wafalme wa kwanza sura ya 15:25. Mfalme mwingine anaitwa Baasha. Wafalme wa kwanza mstari wa 15:34. Unakuta wote wana maneno yanasema, wakafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, akaiendea njia ya Yeroboamu na kosa lake ambalo kwa hilo aliwakosesha Israeli. Kuna mfalme mwingine anaitwa Ahazi. Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Tunapaswa kuitengeneza njia ya Bwana. Nami kabla sijaondoka, nikuongoze sala. Kama hili neno limekugusa na umegundua dhahiri kwamba kuna dhambi ya asili, sinful nature, hujawahi kuitubu kwa kumwamini Yesu, wala dhambi ambazo umeambukizwa, umejifunza na kuiga kutoka kwa wazazi wako, kutoka kwa babu yako, kutoka kwa wahenga, kutoka kwa marafiki zako, kutoka katika ujana na makundi yako na peer group, hujawahi kutubu kwa kumwamini Yesu, nataka nikupatanishe na Yesu ili akusamehe dhambi bila kujali cheo chako, ili aweze kukusamehe dhambi bila kujali nafasi ulio nayo. Weka mkono wako wa kushoto kwenye moyo kifuani na mkono wako wa kulia nyosha juu. Fuatisha maneno haya, fanya kwamba ni ya kwako. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, nakuja mbele zako, ninatubu dhambi zangu zote nilizokukosea katika maisha yangu yote. Ninatubu mbele zako na ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Nifanye kuwa wako, nibadilishe ndani yangu, ondoa kiu ya dhambi, maisha yangu yakawe mapya kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Damu ya Yesu ninaiita na kuilika katika moyo wangu, unitakase na kunibadilisha. Mimi nimeokoka na kuamini, ninakuamini Yesu, ninakutegemea Yesu. Karibu Roho Mtakatifu katika moyo wangu, unibadilishe Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Siku zote za maisha yangu nikuinue na kukutegemea wewe. Katika jina la Yesu ninaokoka na kuamini, amen. Mungu akubariki, Mungu akutetee, Mungu akupiganie, Mungu akupe utu upya, Mungu akupe upya ambao wanadamu wote waliomwamini Yesu wamepokea, na Mungu wetu hana upendeleo. Katika jina la Yesu pokea wokovu, pokea utu upya kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, amen. Mungu akubariki sana.